ukitaka kufahamu wanastahili ama walistahili, nafikiri inabidi utazame kwa tukio zima la finali. Utazame tu mchezo wa Zanzibar pale peke yake. Jaribu kurudi kwanza mpaka uwanja wa jiji wa Manispaa ya jiji la Berkane kule ambapo walipata ushindi wa mabao 2-0, na unaweza kusema walijinufaisha vema na home advantage yao, kwa maana kwamba kupata mabao 2, alafu walipofika huku kwetu ni kama walikuwa tayari wana mtaji ambao walikuja kuulinda, na hata game plan yao kama tulivyotazama leo hii haikuwa kwenda kuleta mashinikizo makubwa sana kwenye eneo la juu la Simba kama ambavyo ilikuwa kwenye mchezo wa duru ya kwanza. Kwa hiyo inakuonesha ni kwamba hawa watu walikuwa wanajua mtaji wetu tunaweza tukauhifadhi magoli 2, hebu ku contain pressure ya Simba, game management kuweza kutazama kama tunaweza kubakia nao kwenye mchezo, na baadaye baada ya Simba kupata bao 1 unaweza ukaona pia kuna mafani pia na wao wakaanza taratibu kutafuta namna ya kuweza kubakia kwenye mchezo. Substitutions kadhaa zilikuja zikafanyika second half kujaribu kuhakikisha wanakuwa na fresh legs kiwanjani, but again niligusia mwanzoni iwapo Simba walistahili kushinda mchezo wa leo. Yes, naamini walistahili kwa moja ama nyingine. Kuna mafano yalikuwa bora sana kiwanjani kwenye maeneo mengi kuliko ambavyo RS Berkane walikuwa. Na kwenye point yako ya msingi, kwa swali langu la msingi, wamestahili, ndio hicho nimesema. Okay. Walistahili ijapokuwa Eric matarajio yani hivyo. Nilikuwa namalizia kwa matarajio Berkane wamestahili sana, wamestahili kwa sababu unajua ukiachana tu na swala la ufundi kwamba unakuja na mbinu gani, lakini je, unaweza kumanage game yako kwa maana ya time unaocheza katika vipindi vizuri? Sio, umeelewa? Anasema walikuja na plan tofauti na mechi ya kwanza ambayo wao walikuwa aggressive kwenye high pressing, sio, umeelewa? Leo taratibu walikuwa na kuachia mpira, ukifika kwenye half yao ambao wana defend unakuta wako wengi, so wanakulazimisha ucheze pembeni, sio, umeelewa? Hiyo inawapa wao muda wa kubuy time, kujipanga defensively na kutoruhusu mianya yao kupiga pasi na kutengeneza nafasi. So kwangu mimi walimanage vipindi vyao taratibu ili wasiweze kuruhusu bao ama mabao mengi kipindi cha kwanza. Bao 1 ambalo Simba wamelipata, japo walitengeneza nafasi nyingi za wazi ambazo probably wangeweza kupata bao 2 Simba ama 3. Kumbuka ile miss ya Kapombe, clear chance kabisa, sio, unaelewa? So binafsi ninaamini kwa time management ambayo wameifanya kwa mechi ile iliwasaidia, na ndio hiyo ambayo imewasaidia pia hata kupata bao la mwisho. Walisubiria mipira ije kwenye afu yao, wapige counter attack, wapate nafasi ambayo wao wameplan kwenye mfumo wao, sio, umeelewa? So mimi naona zaidi wamefanikiwa kwenye game management. Game management ndio imefanya at least wamepata hiyo sare ambayo lakini Campesta pia kwa kuongezea kidogo hapo kwenye actually matarajio yameweka vizuri, lakini pia kwenye kwa nini pia wamestahili, nafikiri you have to give it to them. Berkane ni timu ambayo ni kama Al Ahly ya kombe la shirikisho, kwa sababu kwa aina ya mafanikio yao ya siku za hivi karibuni, you have to understand kwa nini wako kwenye finali nyingine na kwa nini wamechukua finali nyingine. Msimu 5 iliyopita wamecheza finali takriban finali 3 na wameweza kuchukua finali 2, kwa maana ya kwamba msimu wa 2021 I don't remember quite ilikuwa ni 8 but 21-22 wao walicheza wakawafunga Orlando Pirates. That season you remember ambayo Simba alitolewa na Orlando kwenye robo finali kwa mikwaju ya penalty. By the way, Orlando Pirates ya Fadlu Davids kama kocha msaidizi. 22-23 Young Africans zidi ya USM Aldia anachukua 23-24 za Alex Sports Club zidi ya RS Berkane anapoteza 24-25. This time around wanafanikiwa tena kuchukua kikombe. Kwa hiyo it tells you hawa ni watu ambao they know unajua like they know how namna gani ya kuweza kutoa kikombe hichi cha kombe la shirikisho barani Afrika. Na wamefanyaje? You can see ni simple tu, angalia kikosi chao cha hivi sasa. Kuna winners ambao walikuwepo mwaka 2022 they are still there, watu kama kina Yusuf Fudayo, Mamadou Lamine Camara was there as well. Kwa hiyo these are the guys ambao hawajashinda kwa bahati mbaya, wanafahamu what it takes kushinda barani Afrika. Na kushinda barani Afrika, nafikiri hiyo ndio swali ambalo pia kama wa Tanzania tunapaswa kwenda kulijibu. Okay, ukiachana matokeo tuliyoyaona ya ujumla, sio? Tulichokiona ndani ya dakika 90 ndicho tulikitarajia, Malusi? Yeah. In terms of
Simba, mimi nilikuwa namdai Fadlu vitu vingi sana. Sikuwa impressed na game plan yake kule kwenye duru ya kwanza. I thought kucheza aggressively na kujenga na watu wanne peke yake ugenini away from home, na unajua na dakika kwanza tu dakika ya kwanza mpaka ya 15 Berkane wamesha kuonesha they are coming for your soul, wanatumia watu watano mpaka sita kuja kukupress na wameshafanikisha turnovers, wameshakufunga, but akaendelea kustick bado kwenye kile ambacho alikuwa anakiona ni sahihi ukifanya, kwa maana kubakia na ujengaji mchezo wa wachezaji wachache. I thought that was not such a good plan, lakini kwenye mchezo wa leo hii nilikuwa natamani afanye tofauti, aweze kunionyesha he's a coach ambaye ana accept pale ambapo hajakuwa sahihi, na leo hii alifanya hivyo. Kwa kuna vitu viwili kwenye ujengaji mchezo wa Simba leo hii. Ilikuwa ni 3-2 badala ya 2-2, kwa maana kwamba badala ya center backs wawili na pivot pekee kama ujengaji mashambulizi, ikawa back 3 ya Mohamed Hussein, Chamu pamoja na Marlon, alafu na Kagoma na Ngoma juu yao. Lakini pia it wasn't just that, adaptability na fluidity, namna ambavyo walikuwa wanajaribu kubakiza mtu mmoja wa ziada ama wawili, kwa maana Kamara kusogea kuongezeka, kwa baada Simba at least watu sita wakati kujenga mashambulizi wakati Berkane wanakuja kupress. Lakini pia faida ilikuwa ni kwamba Berkane pia na wao hawakuja kupress kama ambavyo kwa namba kubwa kama walivyopress kwenye mchezo wa kwanza. Walipress leo at least na watu watatu mpaka wanne kwenye eneo la juu, which means Simba walikuwa na spared players wa kuweza kuwapigia pasi na kuweza kuondoka kwenye eneo la kwanza, na hatimaye wakafanikiwa kuweza kufikisha mpira kwenye maeneo ambayo ni ya msingi na kudominate ama kutengeneza nafasi nyingi sana kwenye half ya upande wa Berkane. Na idea nyingine ambayo I was so impressed, nilikuwa natamani kumuona Mutale akianza, kwa sababu I believe maybe ndiye number 10 bora Simba wale naye wa cooperate kwenye tight spaces kwa sasa kuliko hata Janchaza huwa. Janchaza huwa is a system player ambaye anahitaji timu iwe na mchezo mzuri ili na yeye aweze kuonekana passes hapa na pale, aweze kusogea ku connect mchezo, ama timu ikifungwa na yeye akiwa amekamatwa na watu wengi anashindwa cooperate sana, ataweza kucheza safe, atapiga back passes nyingi. But Mutale huko na mtu ambaye kwanza center of gravity ndogo kwa sababu ya urefu wake, kwa hiyo anaweza akapokea mipira hata goli akiwa amelitazama, ama goli liko nyuma yake ama liko mbele yake, ama mpinzani anamtazama ama hajamtazama, anaweza kureceive. Ni wachezaji ambao unaweza kaita press resistant, anaweza akapokea mpira akafanya quick turn na akaweza kudevelop kitu chochote from nothing, na tumeona leo manufaa ya kufanya hicho kitu, kwa sababu almost karibia ukitoa bao lenyewe ambao ulifungwa na mwenyewe Mutale, kuna chance ambayo ilikoswa, nafikiri that was Mukwala kama nakumbuka vizuri. Mukwala ama actually ilikuwa ni nani, ni Kapombe, ile header ambayo ile diving header ilikuwa ni chance ambayo ilitengenezwa na Joshua Mutale. Lakini pia kulikuwa kuna layoffs nyingi sana ambazo alikuwa ana overload upande wa kushoto na ana connect na winga wake, ama ana connect na attack midfielder mwenzie kwa maana ya Huwa, ama hata fullback kwa maana ya Mohamed Hussein kama akisogea juu. Kwa hiyo alisaidia sana kuwapa option ya ziada Simba kuweza kuconnect passes kwenye eneo la kati mwa uwanja. Mamadou Lamine Kamara pamoja na Keiri pale kwenye eneo la kati mwa uwanja walipata kazi kubwa sana, na Yasin Rebid kuweza kuwazuia Simba wasifanye creativity kwa sababu ya uwepo wa Mutale, mtu ambaye anaweza kupokea mpira na kuprogress kwa namna yote ile ambayo angeweza. Kitu kingine nilitamani kuona anawatuma leadership baadhi ya watu, and I saw that today. Anatuma uongozi, of course it's very important. Yani timu yote bora duniani, it's not just about the game plan, you have to have leaders kwenye kiwanja, na I thought kwa mfano kwa kesi ya Ngoma leo anaendelea kuonyesha why Simba wafikirie mara mbili kama hawana mpango wa kumongezea mkataba msimu ujao. He was such a leader, alikuwa anatuliza chini wachezaji wenzie, jamani tusifanye makosa, vitu vingine kama hivyo. Lakini pia kuna ile tukio lake ambalo limetembea sana kwenye mitandao ya kijamii ambalo anagombana na Musa Kamara kwa baadhi ya maamuzi ambayo aliyafanya wakati wa mchezo, na for me na encourage ile kitu. Sio kitu kibaya wachezaji kugombana kwenye nyakati kama zile, kwa sababu kila mtu anahitaji lengo moja, yani timu ifanikiwe, na end of the day you've got to give it to the coach. Na amini the big reason kwa nini Deborah Fernandez yaanzi ama August Pakeje faanzi alafu Ngoma anaanza, for me is just ni kwamba jamani kiongozi, wale wengine ni better players, ni wachezaji wazuri, but unahitaji mtu ambaye ana uzoefu wa kuweza kuhamasha wachezaji wengine. But all in all nilifurahishwa na game plan ya Fadlu, nilifurahishwa na jinsi ambavyo Simba wali dominate most of the match, but
exceptions ama vitu vingine vinatokea ambavyo huvitarajii. Kwa mfano red card iliwapunguza kuwa wachache kiwanjani na hatimaye unaweza kusema kuchangia kwa kiasi kikubwa kupoteza mchezo. But again hata walipokuwa pungufu you could see ile courage bado ipo kwa upande wa Simba, bado wanajaribu kutafuta chance na walifunga bao actually ambalo I'm not sure kama ilikuwa offside, maana yake hatukuonyeshwa zile lines to be honest, kwa sababu wakati mpira unatoka kwenye mguu wa Ahoua na nani anakwenda connect Mukwala, for me wakati mpira unatoka kwa Ahoua nilimtazama Mukwala, mimi kwa binafsi yangu nilivyomuona sikumuona Mukwala kwenye offside position.